Yes, Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya na katika mataifa duniani mote. Na majina yangu ninaitwa Pastor Dohio, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru kwa sababu ya kuniokoa na kunipa amani na kunifanya mmoja katika ufalme wake. Na kwa hivyo jioni ya siku ya leo nachukua nafasi hii nikukaribishe katika ibada yetu ya ushirika ya Wednesday hapa Christian Foundation Fellowship, na ninaamini ya kwamba Bwana atakutenda mema unapo sikiza ibada yetu ya jioni ya siku ya leo, na mahali pale utaona mkono wa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo sikia ya kwamba umekaribishwa mahali popote ulipo, na Bwana atakutenda mema na atakutenda mambo ya ajabu katika jina la Kristo Yesu. Huwa tunaleta ushirika wetu every Wednesday. Tunaileta online in our Facebook live and our YouTube live. Tunaileta ili kila mtu akaweze kubarikiwa mahali popote alipo. So unaweza tufikia mahali pale na Bwana atakutenda mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Ningependa nikaweze kuomba alafu tuingie katika neno la Bwana la siku ya leo kulingana na vile Bwana amenisaidia. Baba, kwa jina la Kristo Yesu ninasema ni asante jioni ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya nafasi hii katika ushirika wa leo. Baba wetu, ninakuita ukaweze kuwa pamoja nasi tunapoingia katika ibada yetu kusikia neno lako. Naomba ukabariki kila mmoja mahali popote walipo wanapotazama. Jehova, jina lako litukuzwe na liinuliwe katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Jioni ya siku ya leo kuna neno Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ningependa tukaweze kubarikiwa pamoja katika jina la Kristo, kwa maana maandiko inasema neno moja tu la Bwana linaweza fanya uishi hai katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Ujumbe wangu jioni ya siku ya leo inasema ya kwamba you reap what you sow. You reap what you sow. Mtu huwa anavuna kile amepanda. Bwana apewe sifa. Hauwezi kuvuna kile haujapanda, kile haujafanyia kazi hauwezi kuvuna. Na Biblia inasema ya kwamba tuko katika shamba la Mungu, na kila mambo yote tunafanya katika dunia hii, iwe mazuri iwe mabaya, tuko katika shamba la Mwenyezi Mungu, na ni kupanda tunapanda kile tutavuna. Bwana apewe sifa. Kila kitu unafanya katika dunia hii, na kuambia ya kwamba one day utaivuna kwa jina la Kristo Yesu, kwa sababu Mungu wetu anaelewa. Biblia inasema ya kwamba Wagalatia 6 na mstari wa 7 inaanza na kusema ya kwamba be not deceived, God is not mocked. Ya kwamba ya Kiswahili inasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Bwana wetu apewe sifa. Mungu wetu hadhihakiwi. Unaweza dhihaki watu katika dunia hii, unaweza dhihaki ile mambo watu wanafanya katika dunia hii, lakini Mungu hadhihakiwi. Na usidanganyike ndani ya moyo wako, kwa sababu hadhihakiwi. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana apewe sifa. Mungu anasema ya kwamba hadhihakiwi. Yeye ndiye Mungu, muumba wa vitu vyote. You cannot mock God.
Kwa hivyo usidanganyike ndani ya moyoni mwako. Kila kitu unafanya, either kwa giza, either kwa nuru, or in a group, whatever you are doing in this world, you are going to reap. Bwana wetu ni sana. Na anasema ya kwamba kwa kuwa chochote apandacho mtu. Kwa hivyo maandiko inataka kutufundisha wakati tuko katika dunia hii, tunastahili kuwa makini sana. Tunastahili kujiangalia sana. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ikiwa hata ni kuongea, hiyo ni jambo unafuna. Unapanda. Bwana apewe sifa. Ikiwa ni kutendea mwingine mabaya, hiyo ni jambo unapanda. Bwana wetu apewe sifa. Ikiwa ni kupiga mwingine, hiyo ni kupanda, unapanda. Bwana wetu apewe sifa. Kuna mzee mmoja alishapa baba yake. Bwana atukuzwe. Akashapa baba yake, lakini akaona ya kwamba hiyo jambo limeishia mahali pale. Lakini Mungu alihakikisha ya kwamba amezaa kijana. Na yule kijana akalindwa na Mungu sana. Ilipofika miaka yake, yule mzee alipigwa. Bwana apewe sifa. Na akabebwa akiwa kichwa kimeangalia chini. Kwa sababu gani? Kile alipanda, alidhani ya kwamba kimesahaulika. Lakini kumbe atakivuna. Kwa hivyo nakuambia jioni ya siku ya leo, tunastahili kujiangalia wale watu unatembea na wao. Vile mnaongea, vile mna criticize watu, hiyo mambo yote mnafanya, muelewe ya kwamba mko katika shamba. Na ni kupanda, unapanda kile utavuna. Kwa sababu Mungu hadhihaki. Usigojee kupanda mabaya uvune mazuri. Hapana, hauwezi kupanda viazi alafu uvune mahindi. Kila mtu anavuna kile amepanda wakati huku kunanyesha. Bwana pesiba. Na watu wanatayarisha mashamba. Na kuna watu wengine wanavuna kile walipanda. Unaandaa shamba yako vizuri, unapanda viazi, unapanda maharagwe, unapanda ngano, unapanda kile unajua utavuna. Bwana wetu ni sana. There is no miracle ya kwamba upande mahindi uvune maharagwe. Hapana, utavuna hiyo mahindi. Bwana wetu ni sana. Kama wewe ni mtu wa kutukana watu, umejawa na matukano ndani yako, utavuna katika dunia hii. Bwana apewe sifa. Kama wewe ni kijana, wewe ni mchana, hautaki kuona wazazi, unawatukana vile unataka, unawafanya vile unataka, na kuambia ya kwamba uko katika shamba, na nikuvuna na nikupanda unapanda kile utavuna. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ni vizuri kujiangalia na kuelewa ya kwamba na kumbe katika dunia hii tuko katika shamba. Bwana wetu ni sana. Na Biblia inasema ya kwamba maana yeye apandaye kwa mwili, inaongea habari ambapo mawili. Unaweza panda kwa mwili na unaweza panda kwa roho. Na Biblia inasema ya kwamba yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bwana apesiwa. Kila mtu anaelewa ile mambo yote mwili inataka. Angalia Wagalatia 5:19. Inaongea habari yale mwili inataka. Na Biblia inasema ya kwamba yule mtu anafanyaka ile mambo hata urithi ufalme wa mbinguni. Kwa maana imeandikwa mambo 15 pale. Na ikasema ya kwamba na mengine inafanana kama hayo. So katika mwili wako kila unapanda na mwili. Bwana wetu ni sana. Na kuambia kwamba utavuna uharibifu. Na Biblia inasema bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Bwana apesiwa. For he that sows to his flesh shall of flesh live corruption,
But he that soweth in the Spirit shall of the Spirit live life everlasting. Bwana wetu pewe sifa. Kwa hivyo ukipanda kwa roho, haleluya, utavuna uzima wa milele. Bwana wetu ndiye sana. Mambo ya kiroho tunaielewa. Wagalatia 5:22 inaongea about the fruit of the Holy Spirit of God. The 9 fruits of the Holy Spirit. So ukipanda katika roho utavuna uzima wa milele. Lakini ukipanda katika mwili utavuna uharibifu. So ni wewe decide ya kwamba unataka kupanda kwa mwili ama kwa roho. Kwa maana kila kitu unapanda, either in the spirit, either in the flesh, utavuna katika jina la Yesu. Bwana wetu ainuliwe sana. Na kwa sababu kuna watu huwa wanapanda mambo mabaya, even to their families. Bwana atukuzwe. Hata siku ya leo kuna familia hawaongeleshani. Bwana atukuzwe. Kuna familia ambao wengine wanaendea watu mahali pabaya ili waweze kujitajirisha. Basi hawaelewi wako katika shamba. Kila kitu mtu anafanya dunia hii akiwa amejifisha, macho ya Mungu huwa inatazama. Na hii ni shamba la Mungu. This world belongs to God. Ni yeye aliyeiumba. So anajua kona zote. Hata naonaga giza ikiingia, lazima tuwakishe stima. Lazima tuwe na tosh. Bwana atukuzwe. Ili ikatupatie nuru katika giza. So wewe unapanda katika giza. Macho ya Mungu ni nuru, inakumulika. Haleluya. Na hakuna jambo hata moja dunia hii unaweza fanya ujibishe. Biblia inasema hata ile inafanyiwa sirini, Bwana ataifunua na itawekwa juu ya nyumba na itaonekana na kila mtu. That's why Biblia inasema ya kwamba ogopa Mungu mwenyewe ambaye anaona sirini, anaona chini ya mchanga, anaona chini ya maji. Macho ya Mungu inaona. So ni vizuri mpendwa, washeri tupande mema kwa watu wale wengine. Tupande mema kwa jamii zetu. Bwana wetu pewe sifa. Kuna watu hata wabaye wanapanda mabaya. Asubuhi ya siku ya leo Bwana alikuwa ananinenea ya kwamba there are so many people, they are in casualty. Hawaendi kanisa. Bwana pewe sifa. Kazi yao ni kucriticize the church of God and the servant of God. Bwana wetu ni sana. Others have some groups to criticize the church of God. But hawaelewi wanapanda kile watavuna. One day they will become a servant of God. Whatever they sow, they will reap. Bwana wetu ni sana. Haleluya. Nilisikia testimony moja ya kwamba kuna mama moja ndani ya kanisa aliongea na watu akawaambia kwamba hamwezi kutoa fungu la 10. So akafanya siasa katika nyumba la Bwana, akaharibu mioyo ya watu, na hakuelewa ya kwamba ako katika shamba ni kupanda. Bwana wetu yuko sana. Naye Mungu akamweka hai. Mtoto wa kijana yake akawa mchungaji na akawa na kanisa kubwa, na ile kanisa ilikuwa na watu wengi, but they do not give time. Wakati yule kijana alienda akaambia yule mama, akamwambia kwamba nitaenda kwa mchungaji. Alipoenda pale alikuwa na haribu watu. Bwana wetu yuko sana. Alistuka sana kwa sababu hakuelewa kile alikuwa anapanda ndani ya kanisa, generation yake itavuna.
Bwana wetu iwe sana. So ni vizuri mpendwa, hata kanisani wapendwa, washeni kupanda siasa, washeni kukriticize watu, washeni kusema ya kwamba mambo fulani sio mazuri. Temeni uko katika shamba na utavuna. Na ni either usikie ladha ama usikie ushungu. Bwana wetu pewe sifa. Wengine wanasema kwenda kanisani sio vizuri, lakini wamekaa nyumbani. Wengine wanasema ati walikwazwa katika wamekaa manyumbani. But ukiangalia in their life, they criticize the servant of God. So wako nyumbani. Wengine wako na aibu. Kwa sababu Mungu atahakikisha umevuna kile umepanda. Bwana wetu pewe sifa. Washeni tupande mambo mazuri. In the nation, in the church, in our families, in our life. Washeni tupande mambo mazuri. Ili tuvune uzima wa milele. Hatuwezi kaa hii miaka yote katika duniani, alafu baadaye tuvune uharibifu. Na ukitaka kujua, angalia watu ambao wanakuja kwa Yesu wakati wamezeeka, wakati hawajiwezi, wanakulia kile walipanda, yani wanavuna ile mambo walipanda. Ndio unasikia mtu akisema ninataka kutubu, nilifanya mtu fulani jambo fulani, niliongea hivi na hivi. So wakati hajiwezi, ndio anasema kuna kitu ninataka kuongea. Paka anaita jamii yake, paka anaita watu, ati kuna kitu anataka kuongea kabla hajaondoka dunia hii. Bwana wetu iwe sana. Mpendwa, kabla ufike mahali pale, washa tupande mambo mazuri. Bwana wetu iwe sana. Na Biblia inasema ya kwamba verse 9, tena tusishoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Neno la Bwana linatuhimiza ya kwamba let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tusipozimia roho. So Biblia inatuhimiza ya kwamba tusishoke kutenda mema, because we are going to reap. Tusipozimia roho. Bwana wetu iwe sana. Na kuambia jioni ya siku ya leo ya kwamba usishoke kusaidia, usishoke kuangalia wagonjwa. Bwana apewe sifa. Usishoke kusimama na kazi ya Bwana. Usishoke kusimama na watumishi wa Mungu. Usishoke kumtumikia Bwana. Usishoke kusaidia watu in the society. Usishoke mpendwa, because in due season utavuna. Bwana wetu iwe sana. Hauwezi panda mazuri uvune mabaya. Hapana. Bwana wetu iwe sana. Biblia inasema ya kwamba in due season we shall reap what we sow. Na inasema tusishoke kutenda mema, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Bwana wetu iwe sana. Biblia inasema ya kwamba kadri tupatavyo nafasi. Haleluya. Wakati uko karibu na mtu hajiwezi, that is a great chance, an opportunity. Mungu amekupatia utende mema. One day you are going to reap. Bwana wetu iwe sana. Utavuna. Mimi niko na ushuhuda. Watu ambao wanatoa ushuhuda ya kwamba walifanya jambo fulani nzuri, wanafanyiwa shopping ya wiki mzima, because ukitenda mema, ukipanda uka moja, utavuna mingi. Bwana wetu akubariki. So ni vizuri mpendwa, wakati tunapopata an opportunity or a chance kutenda mema, washeni tutende mema, na hasa kwa wale ambao ni waaminio, watu ambao uko karibu na wao, watendee mema. Bwana wetu tukuzwe. Watendee mema, nawe utavuna katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ni sana. In Romans 8,
Biblia inasema hivi, Waroma 8 na mstari wake ni wa 13. Inasema ya kwamba kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, hivi ndivyo Paulo anaongea na Waroma, ati ya kwamba kama tukiishi katika kutenda mambo na kufuata mambo ile mwili inataka. Haleluya. Kuna mwili wa mtu unapenda sana kutukanana tu hivyo tu, kuongea, yani kinywa chako kimejaa laana, kimejaa maneno mabaya. Wewe hata ukikutana watu wazuri, hata marafiki wako, lazima utoe neno ambao sio nzuri. Biblia inasema ya kwamba tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, Biblia inasema mwataka kufa. Na ndio maandiko inasema ukipanda katika mwili utavuna uharibifu. So ukipenda sana kufuata mambo ya kimwili, ya usherati, ya uzinzi, ya ulevi, ya uongo, hiyo mambo yote mwili inataka, ukiishi kwa kufuata hiyo mambo, Biblia inasema ya kwamba unajitakia kufa. Kwa maana katika mwili unavuna uharibifu. Bwana wetu apewe sifa. Hauwezi kuishi kwa kufanya dhambi. Hauwezi kuishi kwa kutukanana. Hauwezi kuishi kwa kudhihaki wengine. Hauwezi kuishi kwa kupangia wengine mabaya. Bwana wetu ni sana. Hauwezi kuishi ukiwa mtu wabaya, ni muovu. Hapana. Pendwa, jioni ya siku ya leo, Biblia inasema ukifuata hiyo mambo ya mwili, kwa maana mwili inapenda mambo ya dunia hii, kwa maana imefika kwake. Haleluya. Mwili ni ya dunia hii, ndio inapenda mambo ya dunia hii. Bwana wetu ainuliwe sana. Na ndio wale tumeokoka, tumeoshwa kwa damu ya Kristo. Biblia inasema dunia haiwezi kutupenda because tuliikataa na mambo yake. Na kama tungetupenda, tungekuwa tunafanya vile inataka. Lakini tumeamua, we have decided never to go back. Misri, mahali Bwana alitutoa, mahali tulikuwa tunafanya mambo ya kimwili, mambo mabaya, we cannot go back there. Bwana wetu ni sana. Haleluya. Kuna mwimbaji anaimba anasema ya kwamba I have decided to follow Jesus, no turning back. Bwana wetu ni sana. No turning back. Even when the world stand before me, no turning back. I have decided to follow Jesus. Kwa maana ukiishi kufuata mambo ya mwili, Biblia inasema unataka kukufa. Bwana wetu ni sana. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Haleluya. Mtaishi. Mambo ni kukataa, tunakataa because we are on this world. Na majaribu ni mengi, lakini ni kukataa. Kuna kitu tumeomba Bwana, one of the 9 fruit of the Holy Spirit, kitu ambacho kinaitwa self control. Haleluya. Self control. Na ni vizuri kila mmoja ask God to give you self control. Control yourself. Bwana wetu ndiye sana. Roho Mtakatifu wa Bwana aweze kukusaidia ili ukaweze kucontrol your body, your life. Hallelujah. Ukavishe mambo ndani ya roho, nawe utaishi. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba ukiishi kufanya dhambi, utaondoka dunia hii kabla ya miaka yako. Lakini ukifanya mambo ndani ya roho, Biblia inasema ya kwamba utaishi. Bwana wetu ni sana. Utaishi kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana wetu ni sana. Hao ndio wana wa Mungu wanaoongozwa na roho. Bwana wetu ni sana. Naomba Mungu atuongoze. Naomba roho wa Mungu atuongoze. Kwa maana tukikubali kuongozwa na roho, tutafanyika wana wa Mungu. Bwana wetu ni sana. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, the blood of Jesus
Holy Spirit of God. Tukubali wapendwa, tuongozwe na Roho, kwa maana Roho hawezi kukupoteza njia. Bwana amesifa. Roho hawezi kukupoteza njia. Atakuongoza kwa njia za haki. Atakuongoza kwa njia za ukweli. Bwana amesifa. Hata shimo linapoonekana mbele yako, na kuambia kwamba jioni ya siku ya leo, hata njia pale mbele kuwe na shimo, na kuambia Roho wa Bwana atakusaidia. Bwana wetu yuko sana. Atakusaidia. Nawe utasema ya kwamba hakika nimeona Mungu katika maisha yako, katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema hivi ya kwamba unaongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, the Spirit of God, for we have not received the spirit of bondage again to fear. Hallelujah. Hatukupokea roho iletayo hofu ndani yetu. Hofu ni ya dunia hii, na lazima tuikatae katika jina la Yesu. Bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa hiyo twalia bayani Baba. Bwana wetu ni sana. So mpendwa, jioni ya siku ya leo ningekuhimiza katika jina la Kristo Yesu, washeni tupate mambo mazuri, mambo mema, ile tutavuna ili tuweze kuishi katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Anashuhudia pamoja na roho zetu sisi ni watoto wa Mungu katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ndiye sana. So jioni ya siku ya leo, uko mahali pale, umepata mabaya ya kutosha, umefanya mambo ya mwili ya kutosha, ni wakati wako matendo yako uyafishe ndani ya Roho. Bwana wetu ainuliwe sana, ili ukaweze kuishi. Kwa maana ukiendelea na mambo ya mwili na kuifuatilia sana, Bwana atukuzwe. Biblia inasema unataka kufa na wakati wako haujafika. Uko na miaka ya kuishi kumtumikia Bwana. Jioni ya siku ya leo, naomba Mungu akubariki na Mungu akutende mema na azidi kukuinua, kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu. Wacha nikuombe. Baba, kwa jina la Kristo, naombea mtazamaji wangu, neno lako ni la haki na ni la kweli, ya kwamba tukipanda mema tutavuna uzima wa milele. Ninakuomba siku ya leo, wale ambao wamefuatilia mambo ya mwili sana, Baba, ninaomba ukawaokoe na kuwasamehe na kuwasaidia katika kila jambo. Ninabariki kila mmoja jioni ya siku ya leo ambaye ametutazama, uwainue, uwasaidie kwa neno lako likawe baraka katika maisha yao. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe ndiye kiongozi wetu katika maisha yetu, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Asante Mwokozi wetu, kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki na akutende mema unapozidi na kutenda mambo mema katika maisha yako, nawe utavuna. Na Biblia inasema ya kwamba usishoke kwa sababu ya kutenda mema katika maisha yako, nawe utayavuna wakati unapofika katika jina la Yesu. Mungu awabariki, uwe na jioni njema na wakati mwema. Shalom, shalom.